Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumaumuri wa afya ukochonja radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza matangazo yetu. Na ukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Safari Almasi ni mchambuzi wako wa leo na saidiwa mitamboni na Jean Ekala Jaden pamoja na watakaosikika katika uchambuzi wa habari na sema karibu na tega sikio. Msikilizaji, kama ilivyo ada na desturi yetu ya kila siku, kila ifikapo muda wa uchambuzi wa habari unakuwa unapata fursa kuweza kufuata habari ambazo ziligonga mwamba, na za leo zinaletwa kwenu na Bibu Constantine Aldama. Hali gani Bibu? Namshukuru Mwenyezi Mungu kabisa, naendelea salama usalimini. Asante sana. Labda ni kipi ambacho umeandalia wasikilizaji kwenye habari ambazo zimegonga mwamba? Kwa siku ya leo Safari Almasi tutaangazia habari muhimu katika mji wa Baraka ambako shirika la CGOP limeandika tangazo linalomtaka meya kwa muda wa mji wa Baraka kuchukua hatua za dharura ili kuimarisha usalama mjini humo. Na huko Uvira ni kwamba shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili pa Uvira yaomba kwa wananchi kuendelea kuvuta subra juu ya kufunguliwa kwa mpaka wa Kongo na Burundi Pagatumba, kwani mpaka sasa jitihada bado zinaendelea kwa ngazi za juu ili kupata suluhu. Na katika nchi jirani ya Burundi ni kwamba mfanyabiashara Aliko Dangote amefanya ziara nchini Burundi, lengo ikiwa ni katika kujadiliana namna ya kuwekeza katika sekta mbalimbali ikiwemo madini na ujenzi. Hadi hapo Safari Almasi naweka nukta. Ni kushukuru Bibu Constantine Aldama kwa usomaji wa habari yako muhimu. Hivi sasa tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na paka katika jiji la Baraka. Kitengo cha mazingira, idara yake husika na kulipisha kodi na ushuru, imesema kuwa katika mwaka 2025 imekumbana na changamoto nyingi, ikiwemo watu kadhaa kukataa kulipa tozo kisa kuwa wanadhaminiwa na viongozi wa wazalendo mjini Baraka. Bwana Kashindi Asumani Francois, mmoja kati ya viongozi wa kitengo cha mazingira katika idara ya kulipisha kodi na ushuru mjini Baraka, ameonyesha hapa changamoto alizokumbana nazo mwaka 2025. Kusema mwaka jana ambao ni mwaka wa 2025 tumekutana na matatizo sana kwa kitengo chetu kwa taxation. Unajua service ya environnement inatumika na vitengo viwili. Tunatumika na DGRAT ku niveau national na tunatumika na DPMR ku niveau provincial. Na vitengo vyote hivi au mipangilio yote hii ilikumbana na matatizo sana wakati tulipoingia kipindi cha taxation. Tulikuta maeneo mengi vikaratasi. Hivyo vikaratasi ni vikaratasi ambavyo vilikuwa vya wakuu wa majeshi ya wazalendo. Unapoingia hapo wanakuonyesha kikaratasi, hii kazi ni ya fulani, hatuna ruhusa ya kulipa, na hiyo ilituletea matatizo sana. Popote tulipoenda unasikia matelefoni mnaanza itwa, acheni hivyo hapo hivi, mimi najitolea hiyo. Halo, hiyo ilitupatia magumu sana wakati tulipokuwa katika kazi yetu. Tunaomba wakuu viongozi wa kijeshi hasa wenzetu wa zalendo, unaona tax iko obligatoire, kila mwananchi anapaswa kulipa tax, kwa sababu ni kwenye hiyo tax kunatoka vitu vingi. Ni tax ndio inalipa askari, ni tax inanunua silaha, ni tax inanunua risasi, na ni tax inalipa wafanyakazi. Kwa kuwa bila kulipa tax katika nchi na wazi itaribika, hakuna chochote kitakachofanyika, na sio vizuri kila mtu ajichukulie sheria mikononi. Hapana, hiyo inakuwa kinyume. Kwa kuwa kwanza askari haruhusiwi kufanya commerce, haruhusiwi mfanyakazi yeyote haruhusiwi na sheria ya Kongo kufanya commerce. Ukisha kuwa askari, fanya kazi yako ya kiaskari, na wafanyabiashara wafanye kazi yao ya biashara. Kama ulivyojuzwa kwenye habari muhimu ni kwamba shirika la CGOP limeandika tangazo linalomtaka meya kwa muda wa mji wa Baraka kuchukua hatua za dharura ili kuimarisha usalama mjini humo. Bwana Orfe Yamone Akamengele ni kiongozi wa shirika hilo, amefafanua nia ya wao kuchapisha kitangazo hicho. Tumeandika tangazo la kuonyesha hali ya usalama mdogo ambao unaendelea kuharibika. Situation securitaire muvila Baraka inakuwa na degré yenye yeleweki tena.
Leo tumeandika hicho kitangazo kuonyesha kwamba inabidi uongozi wa meya ya jiji la Baraka kufanya jitihada ili hizi hali za kuiba watu wa jeune ambao wanajitolea kwa ajili ya kutafuta pesa zao kwa nguvu zao, wanaingiliwa, kuibiwa matelefone, maedition, kuibiwa vitu vya maana katika manyumba, watu kuuawa kila leo. Hapa tukisema hizi kaza hapa juzi wanaua watu 3, kuna kuwa watu wenye wako wanakuwa viole, pako mtoto wa 13 mwenye alikuwa viole, na zile hali zote zinafanya Baraka inakuwa kama vile mahali ambapo watu hawastahili tena kuishi. Na hiyo ilitufanya tuandike ile kumuonyesha mkuu wa jiji hakamate azimio zinazofaa kwa ajili ya kulinda raia na mali yake, kwa kuwa ikiwa hii hali itaendelea watu wengi watakimbia jiji la Baraka, na wakati tunahamasisha watu warudie katika jiji la Baraka, wakae hapa kwa ajili ya kusaidia mji wetu kusonga mbele kuendelea. Orfea Monea Kamengele amelalamikia kutokuzingatiwa kwa mawazo anayoyatoa kwa uongozi wa mji wa Baraka, akimtahadharisha meya kwa muda wenda raia wakashinikiza kujiuzulu kwake kama atashindwa kuimarisha usalama mjini Baraka. Tumeshawahi kutoa mapiste de solution kwa ajili ya hii situation securitaire mvila Baraka, lakini kuna zile ambazo hazitekelezwi. Tulitoa pendekezo ya kusema kwamba kwa wakati huu mgumu ambapo jiji la Baraka kuna kuwa circulation incontrolée ya maarme, waangalie jinsi gani wanaweza kufanya msako katika jiji la Baraka, kwa kuwa kuna wale ambao wanaweka masilaha nyumbani mwao na zile silaha haziko identifie ku FARDC, haziko identifie hata kwa wazalendo, kwa sababu kuna kipindi ambapo raia walifikia kunyang'anya hata wanajeshi bunduki katika jiji la Baraka, kwa wengine walinunua silaha kinyume na sheria. Na zile zote bunduki ziko wapi? Ziko mikono ya raia ambao wanafanya unyama kwa raia. Ndio maana wafanye bouclage, ile msako, ili kuangalia jinsi gani wanaweza kunyang'anya zile silaha zote mikononi mwa wale raia ambao wajulikani kama ni wazalendo ama kama ni FARDC, wala wajulikani kama ni mabandia. Sio tu wao kubakilia kufanya marenio juu ya mataxe za province wakati usalama haupo, ambapo raia wale ambao wanalipa taxe ndio wanahitajika kupata amani ili walipe taxe zao vizuri. Waimarishe kwanza usalama, mengine yatazungumziwa baada ya kuona kwamba raia ambao wanaolipa zile tax wanaishi kwa usalama, hawauawi, hawanyanyaswi. Lakini wakiwa wanatia tu mawazo kwa ajili ya pesa na raia huku inaendelea kuangamia, sisi hatutakubaliana nayo. Na ndiyo maana tulionyesha kwamba ikiwa hakutachukuliwa maamuzi ya haraka kwa ajili ya kusitisha hii hali ya usalama mdogo katika jiji la Baraka, tutapendekeza kwa kudemission ya maire de la ville ad interim. Atademissione kwa sababu inaonekana kwamba kazi inamshinda ya kulinda raia na mali yake. Wakuu viongozi wa jiji la Baraka, hususan wale wanaohusika na usalama, hasa zaidi meya wa jiji la Baraka kwa muda, aangalie jinsi gani atakaa na maservisi zote za security chini na kupangilia mipango sahihi kwa ajili ya kuleta usalama katika jiji la Baraka. Raia wanachoka na kuzika walio wao kila leo wanaopigwa masase. Raia wanachoka na maubakaji, raia wanachoka na kuibiwa vitu vya maana kwa sababu ya uongozi ambao hautaki kutekeleza responsibility yake. Ndio maana wafanye jitihada. Wasipofanya jitihada, mkuu kiongozi wa jiji la Baraka tutamupuse kudemisione kama vile kawaida ya sisi raia kuzungumza kwa njia ya sheria. Tukiachana na habari za Baraka, tujirekeze katika mji jirani wa Uvira ambako shirika jipya la raia kusini mwa jimbo Elipa Uvira laomba kwa wananchi kuendelea kuvita subra juu ya kufunguliwa kwa mpaka wa Kongo na Burundi Pagatumba, kwani mpaka sasa jitihada bado zinaendelea kwa ngazi ya juu ili kupata suluhu. Kwake Mafikiri Mashimango, mratibu wa muundo huo, ameonyesha kuwa kuna sababu ya kutisha inayoweza kupelekea nchi ya Burundi kuendelea kukataa kufungua mpaka wake. La question de l'ouverture et à la frontière et à Kavivira Gatumba, c'est une priorité majeure pour la population d'abord ici qui voit en général, mais en particulier d'Uvira de Fizi, parce que population mingi ya Uvira na Fizi na dépendre na activité commerciale inafanyika mwa hii frontière. Mais kwenye wanafikia saa inaweza kupresena kuambia tu raia kwamba le samedi na vendredi inaisha, c'était que la délégation ilikuwa conduite par le ministre national de l'Intérieur bangifika Burundi pour que pakua ouverture officielle de la frontière. Malheureusement, le Burundi likatala
frontière pour des raisons sécuritaires. Or, nous en tant qu'acteurs de la société civile, tukonaona kama ile maneno wako nasema hata gouvernement burundais haiko ya kweli, kwa sababu la frontière burundaise yenye iko sai Kavivira Katumba ni frontière ilikuwa wazi. Il faut kujua kwamba vile ya Uvira iliangukaka le 9 mercredi ya mwezi wa 12 et 3 jours après la frontière ilifunguliwa kajua kurudisha la population burundaise ilikuwa naishi Uvira. Bakafungula frontière. Il faut se poser la question, tofauti gani leo ya frontière balifungulaka 3 jours après Uvira kuanguka na palikuwa presence ya M23 mvile ya Uvira na leo M23 iko mniveau ya Sange. Donc haiko hata raison sécuritaire. Nous à notre niveau, tuko naendelea kufanya plaidoyer pour que même frontière ifunguliwe et c'est là pour 3-4 raisons. Ya kwanza, itatusaidia retour volontaire des réfugiés, itasaidia retour volontaire des réfugiés. Penye saa hii bako naendelea kuteseka, mu makambi wiki, Musuma, bako kuendelea kukufa, bako de Congolais et Congolaises bako bloqué au niveau ya Burundi, et tuko na besoin de pakuwe ouverture la frontière kajua barudie. Deuxième raison, il faut que je regarde les activités commerciales Uvira na Fizi de manière particulière na dépendre na activités commerciales ya frontière inelewa tuko na teseka sana. Inonasema kama ukiangalia Uvira Fizi Baraka sasa makazi haiko convenablement bien. Upande mwingine ameongeza kuwa kuna miradi mbalimbali ambayo inatakiwa kutekelezwa Uvira Fizi ambayo huwezi kufanyika wakati mpaka bado unaendelea kufungwa. Huyu hapa tumsikilize mara tena. Troisième raison, il y a des projets à route numéro 5, il y a des projets de route numéro 30, il y a des projets de PFGL, zinapaswa zikuwe zirudia anza pour quand même Uvira y profiter de ma projet. Voilà les trois raisons. Donc à notre niveau, les plaidoyers naendelea na tulomba population ikuwe calme, mais niko na imani qu'à partir de la semaine prochaine on peut ouvrir la frontière suite à ma plaidoyer na pression tuko nafanya pour le gouvernement congolais et le gouvernement burundais. Na message ni moja tu, ni kuambia raia Uvira, raia ya Sud Kivu, raia ya Fizi Baraka kwamba banapaswa wakuwe makini sana, bache ma communiquer mingi ma réseaux sociaux, audio za mingi za kupanique batu. Je crois que c'est le moment kuendelea kudénoncer na kusuivre de près la situation sécuritaire na kuendelea kutumika avec les services de l'ordre pour l'autre sécurité. Asante sana mpenzi msikilizaji, na kwenye habari za michezo ni kwamba viwanja vyote vinavyopokea michuano ya Linafoot mjini Kinshasa vimefungiwa kupitia wito uliotolewa na Wizara ya Michezo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Upande mwingine, nyota wa Ureno Cristiano Ronaldo amesitisha mgomo kwenye klabu yake Al Nassr ya huko Saudi Arabia. Undani wa uchambuzi wa michezo na mkaribisha mwenzangu Omar Makelelo Zin. Na barabara kabisa mwenzangu Safari Alimasidilwe. Leo katika habari za michezo mgongoni na valia namba 26 ya kimchezaji Martin Zubimendi. Katika habari za michezo hapa tuanzie na habari za hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni kwamba kitengo kihusikacho na ligi ya kitaifa hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Linafoot kimetangaza rasmi mechi zote za ligi kuu ambazo zilikuwa zinapangwa kuchezwa katika jiji la Kinshasa zimesimamishwa kutokana na hali mbaya ya mashabiki wa vilabu vya Kinshasa. Mara kwa mara mashabiki wanaharibu vitu ndani ya viwanja vya Kinshasa. Katika mji wa Kinshasa viwanja viwili ndivyo vinakuwa vinapokea mechi za ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo maarufu Linafoot, ambako ni uwanja wa Martyr pamoja na ule wa Tata Rafael, na vyote vimefungwa kupitia wito uliotolewa na Wizara ya Michezo hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mashabiki wa vilabu vinavyoshiriki ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo vinavyopatikana pale Kinshasa huwa wanakuwa wanaharibu vitu vingi ndani ya viwanja vya hapa nchini, hususa ni katika uwanja wa Martyr na Tata Rafael, na viwanja vyote viwili vimepigwa kufuli hadi pale ambako Wizara ya Michezo hapa nchini itaweza kuruhusu vifunguliwe. Na kungineko ni kwamba mwanasoka matata Cristiano Ronaldo amehitimisha mgomo wake wa mechi kadhaa kwenye klabu yake ya Al Nassr ya huko nchini Saudi Arabia. Ronaldo aligoma mechi 2 mfululizo baada ya kutokuridhishwa na yanayoendelea klabuni kwake, hasa kutokana na uhaba wa fedha ambao umeathiri hata usajili wa wachezaji wapya. Kingine kinachoelezwa kuwa kilimshirikisha Ronaldo ni hatua ya klabu ya Al Hilal ambayo ni hasimu mkubwa wa klabu yake ya Al Nassr kwa kuweza kumsajili mchezaji Karim Benzema aliyewahi kuwa mchezaji mwenzake Ronaldo wakati wakiwa wote Real Madrid. Cristiano Ronaldo aligoma pia kile kinachosemekana kuwa ukosefu wa usawa ndani ya klabu yake ya Al Nassr, hasa kitendo cha wafanyakazi wengine wa klabu hiyo kucheleweshwa mishahara yao mara kwa mara. Baada ya kukosa mechi 2 za ligi kwa mgomo,
Cristiano Ronaldo sasa amerudi kwenye mazoezi na anatarajiwa kuongoza Al Nassr Jumamosi dhidi ya klabu ya Al Fateh. Klabu ya Chelsea The Blues wameonyesha nia kubwa ya kumsajili kiungo wa Brighton Carlos Baleba. Ripoti za hivi karibuni zaeleza kuwa Chelsea The Blues wamekuwa kwenye mazungumzo na wawakilishi wa mchezaji huyo kutoka Cameroon, wakitaja kuwa Chelsea The Blues wapo katika mbio nzuri kabisa za kuweza kunasa saini ya mchezaji huyo, tofauti na klabu ya Paris Saint-Germain ambao pia wanamhitaji mchezaji huyo. Na mwishoni kwamba kocha Michael Carrick wa klabu ya Manchester United hatapewa timu moja kwa moja mkataba wake wa muda utakapomalizika mwishoni mwa msimu huu. Uongozi wa klabu ya Manchester United umeandaa mahojiano maalum na makocha ambao wanatazamiwa kukamata nafasi ya kuweza kuchukua mikoba iliyoachwa wazi na kocha Ruben Amorim katika klabu ya Manchester United. Kocha Michael Carrick atakuwa pia sehemu ya makocha ambao vile wataweza kushiriki kunako mazungumzo hayo ya viongozi wa klabu ya Manchester United. Asante sana Omar Makelele Ozil kwa habari hizo za michezo. Naona kabisa mashabiki wa Cristiano Ronaldo wamejawa na furaha kwa kurudi tena mazoezini kutayarisha mechi ya Jumamosi. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, nakukumbusha kwamba unaendelea kurejea sikio za Kiswahili ya Radio ya Kijamii Kivu na ulimura uchambuzi wa habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Msikilizaji, hivi sasa tujielekeze huko Minova ambako daraja la Bunagana lenye kujengwa kwenye mto Mubimbi linalounganisha mji wa Goma na Bukavu pa Minova na ripotiwa kuvunjika na hivyo kupelekea usafiri kwa mgumu zaidi kwenye barabara namba 2 ya taifa. Taarifa tunazo ni kwamba mvua zinazonyesha kwa wingi eneo hilo zinafanya mto Buganga kujaa na hata kusababisha pia mmomonyoko wa daraja hilo ambalo linakuwa na umuhimu wa kipekee kwa usafiri wa watu pamoja na mizigo na pia biashara mbalimbali kwenye barabara namba 2 ya taifa. Habari hii imehakikishwa pia na Sadiki Jish, mwanaharakati wa shirika la raia pa Minova tarafani Kalewi wapa. Tumsikilize. Kilalo ya Buganga ipatikanao ndani ya groupement ya Buzi territory ya Kalehe imeweza kuvunjika na inasababisha magumu mengi. Watu na mali zao hawawezi kuvuka tena kwenye kilalo Buganga wakitokea Goma kwenda Bukavu, wakipitia Minova na Kalungu kwenda Kale na Bukavu. Hiyo inakuwa shida kubwa. Pia tunashukuru ndugu wakuu viongozi ambao wameweza kuinisie kapaserel kidogo ambao kanawezesha wapitu kupita, ila inasababisha magumu mengi. Moto kwa kupita, kuna kundi ya vijana ambao wamejitia pamoja kwa kuweza kunyanyua watu hata moto, lakini kwa sasa wanavukisha moto moja inalipa 3000 francs na inakuwa negotiation, inaweza shuka kidogo kufuatana na masikilizano. Tunaomba wakuu viongozi ambao wanakuwa Noro na Sidikivu kuingilia kati jambo hilo ile kilalo hiki kiweze kujengewa, tukikumbusha kuwa mradi Proroute iliweza jenga hiyo kilalo na societe ya Washinwa na inapita zaidi ya miaka 5. Kwa hiyo tunaomba kilalo hiki kiweze kujengewa mara tena. Pia tunakumbusha kuwa kilalo ya Makelele inakuwa zaidi ya miaka 3 iliweza kubebewa na mtoni ya Makelele, na hiyo kilalo nayo inaunganisha groupement Mpingano na groupement ya Buzi kwenye RND ama route nationale numero 2, nayo inastahili kujengewa. Ni kusema kilalo ya Buganga na kilalo ya Makelele ni vilalo viwili vya zamani kubwa ndani ya teritori ya Kalehe, ndani ya groupement ya Buzi na Mpingano ambavyo vinakuwa na shida. Tunaomba wakuu viongozi kuingilia jambo hilo. Na hivi sasa tujielekeze huko katika mkoa wa Tanganyika tarafani Moba ambako amesimikwa rasmi Jumapili ya tarehe 8 Februari 2026 sultani wa kijiji cha Manda Bwana Manda Kisimba Mangu Akilinda Wilfred, alichukua nafasi yake Bwana Manda Kabunda Kaomo Akilinda Jean Bosco. Isidore Kashulwe na undani wa taarifa hii kutoka Moba.
Manda Simba Manga wakilinda Wilfred Sultani wa sasa wa nchi ya Manda anayemkomboa hayati Manda Kabunda kama wakilinda Jean Bosco ameweka kiasilia sultani wa nchi hiyo. Mdala wa kuweka kiasilia sultani wa nchi ya Manda umefanyika siku ya Jumapili Februari 8 mwaka 2026 katika makao makuu ya sultani kijijini Mulonde kilomita kilomita 15 kusini mwa tarafa ya Moba bila familia ya sultani, masultani wa vijiji, udongo na umati wa wakazi. Baada ya kupewa mamlaka kwa upekee na kwa siri na familia ya sultani, Manda Kisimba Manga wakilinda Wilfred amepeana salamu ya heshima na masultani wa vijiji, udongo na wakazi. Akihutubia Wilfred ametisha watu wote kutumika kwa pamoja, kuheshimiana, umoja na upendo kwa ajili ya kufikia uongozi bora na maendeleo ya nchi hiyo. Wa baba, wa mama, wa ndugu, jambo. Nilikuja huku juu nione mwe population yangu. Population yangu nitaomba tutumike juu kazi ndio ya lazima. Kazi ni ya lazima tukitafuta maendeleo ya nchi yetu. Ile kazi inapaswa kufanyizika kuheshimiana na mmoja. Juu kati ya umoja inaleta nguvu. Munaona kamba kama iko ni singa moja utakakata mara moja, lakini kama inakuwa mingi inafaa inakuwa kamba ya nguvu. Njoo ile umoja tunapaswa kutumika sisi wote. Njoo neno ilikuwa ya kunipatia. Asante sana. Katika jiji cha Mulonde alikowasili kwa ajili ya kupewa kiasilia mamlaka ya sultani wa nchi ya Manda Kisimba Manga wakilinda Wilfred amepewa kwa shambra na masultani wa vijiji, udongo na umati wa watu. Baada ya kufanywa midalo tofauti asilia kwa namna ya siri na upekee, sultani huyo amepelekwa kwa vikelekele katika makao makuu ya sultani huko amepewa kiasilia mamlaka ya sultani. Baada ya kupewa kiasilia mamlaka ya sultani, Manda Kisimba Manga wakilinda Wilfred amesubiri kupewa rasmi mamlaka na serikali kama wamesema familia ya sultani. Hapa ni asili na mweka. Utakuwa na ile siku ya kusema sasa anawekwa kiserikali. Maana yake hata kukiwa kazi au nini ile siku mwache. Nadhani tutaanza tangu asubuhi mpaka tutakwenda kushona usiku na kukesha tutakesha. Masultani na memba wa familia ya sultani wamekuwa na maoni hayo. Katika shukrani mnamo tarehe 8 mwezi wa pili. Hii mwezi tumempokea sultani wetu wa asili na tunampokea kiasili. Na katika asili yetu yote na mila zetu za kitaifa tumempokea vema katika mambo yote, na hivi tunayo shangwe kubwa sana sababu tulipata mzazi sultani ya kufa. Wapo kama anakufa mzima anatokea ni huyu tumempata baba wetu kwa kuya tunze nchi yetu tukiwa pamoja naye na raia wake, pasipo kuachana, tukiwa umoja, kwa tupate kuendeleza nchi yetu katika maendeleo yake. Hapo tunafanya kiasilia kumpokea Franchef Kisimba Wili Kilinda, tunampokea kwa furaha na tunamkaribisha yeye kwa hapa, tunamweka na bado tunachukua serikali yeye mweke na ndio kutakuwa pale kwa shimo yeye atakayofunika upendo kwa lazima kwa mwiki wa pamoja. Mudalo huo umepita kwa hali tulivu na salama. Nikiripoti toka Moba the Door Kashulu Radio Kivu. Asante, hiyo ilikuwa ni ripoti yake Zorka Shulu, mwanaripota wetu kutoka huko Moba. Msikilizaji, kwenye habari za kitaifa ni kwamba mkutano uliendeshwa na viongozi mbalimbali wa nchi za Afrika mjini Luanda nchini Angola umekumbusha kujiondoa kwa wanajeshi wa Rwanda nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kuitaka serikali ya Kongo kudhibiti wapiganaji wa FDLR katika muktadha wa kukomesha vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC. Mengi zaidi na Isaac Mlucha Shibe.
Ndio, mgogoro wa kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulikuwa mada kuu ya kikao kilichofanyika Jumatatu hii ya tarehe 9 Februari huko Luanda. Akihusishwa Joao Lourenço, rais wa Jamhuri ya Angola na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, Faure Sozimna Nyansimbe, rais wa Baraza la Jamhuri ya Togo na mpatanishi wa Umoja wa Afrika, Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na Olusegun Obasanjo, mwakilishi wa tawi la siasa ndani ya jopo la uwezeshaji wa mchakato wa amani nchini DRC. Kufuatia tamko la mwisho lililotolewa na urais wa Angola, washiriki walizungumzia utekelezaji wa azimio la Umoja wa Mataifa 2773 lililopitishwa Februari mwaka jana na kukumbusha haja ya haraka ya kuheshimu ahadi zilizofanywa ndani ya mchakato wa Washington chini ya uongozi wa Marekani unaolenga kudhibiti mgogoro kati ya Kinshasa na Kigali. Washiriki wa kikao hicho wamewataka wanajeshi wa Rwanda waliopo DRC kujiondoa, wakati Kinshasa inapaswa kuzuia wanamgambo wa FDLR ambao Kigali anawaona kama tishio kwa usalama wake. Safari Alimasi, mkutano huu mpya umefanyika usiku wa mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika uliopangwa kuanzia tarehe 14 hadi 15 Februari 2026 huko Addis Ababa, Ethiopia. Pia inafuata ziara ya Faure Sozimna Nyansimbe, rais wa Baraza la Togo katika eneo la Maziwa Makuu, pamoja na jopo la wawezeshaji. Mpatanishi wa Umoja wa Afrika alitembelea Rwanda, Burundi na Uganda ambako walikuwa na mazungumzo ya ana kwa ana na marais wa nchi hizo, yaani Paul Kagame, Evariste Ndayishimiye na Yoweri Kaguta Museveni. Kabla ya ziara hii, jopo la wawezeshaji lilikuwa limeenda Kinshasa ambako lilifanya kikao cha kazi na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Majadiliano yalilenga hasa hali ya kiusalama mashariki mwa DRC, hali ya maendeleo ya mipango ya kidiplomasia inayoendelea, pamoja na njia za kuimarisha uratibu kati ya juhudi za upatanishi za kikanda na dhabara kwa lengo la kukuza amani, usalama na utulivu katika eneo la Maziwa Makuu. Juhudi hii ya kidiplomasia ilitanguliwa na mkutano mkuu uliofanyika huko Lome, Togo huko tarehe 17 Januari 2026 uliojitolea kwa uhusiano na uimarishaji wa mchakato wa amani nchini DRC na katika eneo la Maziwa Makuu. Ulianzishwa na Faure Sozimna Nyansimbe, rais wa Baraza la Mawaziri wa Jamhuri ya Togo na mpatanishi mkuu aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika kwa mashariki mwa DRC. Mkutano huu ulithibitisha nia yake ya kufanya kazi kwa uratibu wa karibu na Marekani na Qatar ili kuwashawishi wahusika wote kutimiza ahadi zao. Msikilizaji, kufuatia mkutano huu wa Lome, Umoja wa Afrika ulifafanua muundo wa upatanishi wake kwa mchakato wa amani mashariki mwa DRC. Muundo huu mpya uko chini ya uongozi wa Faure Sozimna Nyansimbe na unaungwa mkono na wawezeshaji watano, kila mmoja akiwa na jukumu maalum, pamoja na sekretarieti ya pamoja inayohusiana na Umoja wa Afrika na mashirika kadhaa ya kikanda. Tuhitimishe uchambuzi wa habari na huko Burundi ambako mfanyabiashara Aliko Dangote amefanya ziara nchini Burundi, lengo ikiwa ni katika kujadiliana namna ya kuwekeza katika sekta mbalimbali ikiwemo ya madini na ujenzi. Bukuru Elias Daniel, tuambie nini kimejiri katika safari ya mtu huyu tajiri zaidi barani Afrika. Akizungumza na vyombo vya habari mjini Bujumbura, mkuu wa ofisi ya rais wa Burundi Brigadier General Aloyse Sindayihebura amesema kuwa wamesaini mikataba ya awali ya kushirikiana katika sekta za ujenzi, madini, kilimo na nyinginezo ili kutengeneza ajira kwa wananchi na kuinua uchumi wa Burundi. Urugendo nyamukuru rugamije kuzozana imitahe mu maproje atandukanye, mu migambi itandukanye y'igihugu. Safari hiyo ilikuwa ni kujadiliana namna ya kuwekeza katika miradi mbalimbali ikiwemo sekta ya madini, mbolea na sekta nyinginezo. Mnajua kwa Burundi bado ni changa katika swala zima la uwekezaji, na ni mambo mbalimbali ambayo yataweza kufanyika baada ya ziara hiyo. Mojawapo ya vitu ambavyo vimefanyika ni kusaini makubaliano ya awali jinsi uwekezaji utakavyotekelezwa hivi karibuni, na ni matumaini kuwa baada ya ziara hiyo Burundi itapata faida kubwa, na hasa katika suala la uchumi kutokana na mazungumzo waliyofanya na rais wa nchi na makubaliano yaliyosainiwa. Itakumbukwa kuwa ziara hiyo imekuja baada ya kufanyika kwa mkutano wa wawekezaji na wafanyabiashara uliofanyika mwezi Desemba mwaka jana, ambapo lengo ikiwa ni kuangazia namna ambavyo watu mbalimbali wataweza kuwekeza nchini. Rero nyiricyubahiro yaciye ati reka dutumire ababwiza tunga bose baba bashaka kuzana imitahe ngaha mu gihugu cacu. Kiwango cha ukuaji wa pato la taifa mwaka 2025 kilikuwa 4.4 kulingana na shirika la fedha la kimataifa IMF. Pato la taifa kwa kila mwananchi nchini Burundi yenye idadi ya watu milioni 14 ilikuwa dola 486 mwaka 2025, ongezeko la dola 142 kutoka dola 344 mwaka 2024, ikiashiria mabadiliko ya 41
katika pato la taifa kwa kila mtu. Hata hivyo, kwa zaidi ya miaka 5 Burundi imekuwa ikikabiliwa na uhaba wa mara kwa mara wa bidhaa kadhaa, haswa sukari, bia, lakini zaidi ya yote bidhaa za petroli, uhaba ambao umeendelea kuwa na athari kubwa kwa uchumi mzima wa nchi. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Msikilizaji, ni kupitia hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kushukuru ambao uliendelea kututegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Na jopo zima la wariri wa habari wa Radio Kivu, sijamweka kando mwariri mkuu Nikodem Kashindi, msamaria mwema, na fundi mitambo wangu Jean Ekala Jaten. Aliyekuletea uchambuzi wa habari alikuwa ni mimi Safari Almas Noir. Sina la ziada na kuacha nikisema bye.